Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Nzamba TV. Imekuwa trending kwa timu ya Young Africans kuhusu kusajili mchezaji mwingine wa kigeni mpya ambaye anacheza namba 7. What a player, what a player, what a player. Na waliahidi kumtangaza saa 5 usiku siku ya tarehe 1 ya mwezi huu wa 8 mwaka 2026, na macho ya mashabiki wengi wa soka duniani, Afrika na Tanzania kwa ujumla yalikuwa kwenye page mbalimbali za Young Africans kutaka kujua saa 5 hiyo nini kitaenda kujili, ni mchezaji gani anakwenda kutambulishwa. Hatimaye saa 5 ikafika, engineer rais wa Young Africans live akaanza kuzungumza wazi kuhusiana na kumtangaza mchezaji huyo, na alianza kwa kusema wazi kwamba timu ya Young Africans imeteseka na imesota kwa muda mrefu tangu Khalid Aucho alipoachia ngazi kwa nafasi hiyo Young Africans na kwenda timu ingine ambavyo sasa hivi anakipiga katika timu ya Singida Black Stars. Na mara baada ya Khalid Aucho kuachia ngazi kwa namba hiyo, Young Africans amekiri wazi kwamba hawajawahi kupata namba 6 bora ambaye anaweza kuziba au waliweza kuziba pengo la Khalid Aucho, na akasema wazi kwamba mtafutaji hachoki, na ukiona amechoka basi ujue amepata. Hayawi mwisho yakawa. Akamweka wazi, akatangaza rasmi usajili wa Fred Duval Ngoma. Huyu ndiye kiungo anayekuja kubadili mchezo kwa wananchi. Karibu Nzamba TV, channel yako namba 1 kwa habari za uhakika za soka. Kama bado hujabonyeza kitufe cha subscribe, fanya hivyo sasa na uwashe kengele ili usipitwe na taarifa muhimu. Karibu sana, tuende sambamba kutaka kumjua mchezaji huo. Yanga Sports Club imeendelea kuimarisha kikosi chake kuelekea msimu mpya baada ya kutambulisha rasmi kiungo mkabaji kutoka DR Congo, Fred Duval Ngoma, aliyekuwa akicheza Olympique Club de Safi ya Morocco. Lakini swali kubwa ni hili kwamba je, huyu Ngoma ni nani na anakuja na rekodi gani? Nzamba TV tumekuletea hapa, usipate tabu wala usihangaike. Tumekuletea takwimu na rekodi za mchezaji huyo. Huyu ni kiungo mwenye uzoefu mkubwa wa soka la Afrika. Katika maisha yake ya soka amewahi kucheza klabu kadha zenye ushindani mkubwa ikiwemo AS Vital Club ya Congo, Raja Athletic ya Morocco, Al Hilal Omdurman ya Sudan, Al Nassr ya Libya, na sasa ametua Young African kwa ajili ya changamoto mpya. Lakini msimu wake wa 2025-2026 akiwa Olympique Club de Safi, Ngoma alicheza michezo 37 katika mashindano yote, dakika 2914, lakini mabao ni 0, pasi za mabao kwa maana ya assist ni 0, kadi za njano ni 2, na hakuwahi kupata kadi nyekundu. Unaweza kuangalia mechi 37, dakika 2914, hakuwahi kupata kadi nyekundu na akambulia kadi 2 tu za njano. Kwa wengi kutofunga mabao kunaweza kuonekana kama udhaifu, lakini ukweli ni kwamba Ngoma si mshambuliaji. Yeye ni kiungo mkabaji ambaye jukumu lake kuu ni kuvunja mashambulizi ya wapinzani, kulinda safu ya ulinzi na kuanzisha mashambulizi kwa pasi sahihi. Manake ni kiungo mkabaji, anazuia adui anapokuja na mpira, lakini mara baada ya kufanikiwa kupoka mpira kuanzisha mashambulizi. Kwa hiyo takwimu zake za kutokwa na bao wala asisti wala zisikuogopeshe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa mpira wa miguu kupitia Nzamba TV. Lakini Yanga imeamua kumleta kutokana na uzoefu wake mkubwa katika michuano ya Afrika na uwezo wake wa kuleta utulivu katikati ya uwanja. Mashabiki wa wananchi sasa watakuwa na matarajio makubwa sana kuona kama ataongeza nguvu katika mbio za kutetea ubingwa wa ligi kuu na kufanya vizuri zaidi kwenye mashindano ya CAF. Sasa ni zamu yako mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Nzamba TV. Je, unaonaje usajili wa Fred Duval Ngoma? Je, unaamini atakuwa mmoja wa viungo bora wa Yanga msimu huu? Andika maoni yako kwenye sehemu ya maoni hapo kupitia Nzamba TV. Nini maoni yako kupitia kwa
baada ya kumtazama mchezaji huyu na kufuatilia historia yake ambayo tumekusogezea kupitia Nzamba TV. Dondosha comment hapo, usisahau kusubscribe, kulike video hii, kushare na marafiki zako na kujiunga Nzamba TV kwa habari zote za usajili na uchambuzi wa soka. Asante kwa kutazama.